bana, mzee wa kujichora, mechi imetamatika na umeondoka kwa ushindi wa goli 3. Vipi? Safi kabisa. Hali umeionaje? Hali ni safi, tumeona tumefanya rotation ya kikosi. Simba ya asali na maziwa inakuja. Simba mzuri kabisa, watu wasiwe na shaka. Yeah. Unahisi kwa kiwango hichi ulichokionyesha mtani wako anakusubiri kwa hamu, unaweza kuonyesha kitu kingine zaidi hapo? Kama umeangalia mpira vizuri, baadhi ya wachezaji wale first 11 ya Simba walio wengi leo hawajawaona ndani ya pichi. Kwa hiyo sina shaka na timu yangu. Mimi na imani Simba ya Januari, yani usajili wa Januari ni usajili mzuri sana kwenye klabu ya Simba. Simba ya asali na maziwa ndio hii hapa. Tusubirie vitu vizuri vinakuja. Mimi namtamani Yanga hata ingekuwa hata kesho tucheze nayo. Sio bwana. Tarehe moja mimi naona mbali. Ingekuwa hata kesho. Hujamwona Anset Youra ndani akiperform, hujaona Rushan Diroku, hujamwona Ture. Yaani kuna wachezaji wengi hujawaona ndani ya picha wakiwa wanafanya vitu vyao. Simenelewa. Yaani Simba unavyozungumzia Simba hii sasa ya Januari, usajili wa Januari ni tunaita Simba ya asali na maziwa. Simba ya kuondoa matatizo, Simba ya kuondoa pressure, kila kitu inatibu. Yeah. Unahisi kwa performance hii ingekuwa ni mwanzo wakati unaanza klabu bingwa, unahisi ungefanikiwa? Na hicho ndio kitu ambacho mimi kinaniumiza roho mpaka kufikia wakati huu. Simba tulikosea kwenye usajili, lakini yote kwa yote viongozi wameanza kujirekebisha kwenye Januari kuweza kutuletea wachezaji ambao wana quality ya kuchezea Simba. Lakini tungesajili wachezaji tokea mwanzo kipindi cha nyuma, mimi nahisi mpaka leo tungezungumza tuko robo finali. Lakini yote kwa yote, kwanza tusikitike kwanza kwamba vilabu vyote ambavyo vilikuwa vinashiriki hatua ya michuano hatua ya makundi vimetolewa vyote. Lakini vimetolewa kwa namna gani? Vimetolewa kwa sababu kutokana na nini? Kila klabu ilikuwa na malengo yake. Simba Sports ilikuwa na malengo ya kufika nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ndio timu ambayo inapaswa ilaumiwe kwa kiwango kikubwa kutokana na kufeli kwake. Yanga yeye ndoto yake ilikuwa kufika hatua ya makundi, ndio plani yake, ndio matarajio yake, kama alivyosema rais wao. Huwezi kumlaumu, kashatimiza nani yake, tumeelewa. Haya, Azamu ilikuwa naye afike makundi, Singida itokee tu kufika hatua inafuatia. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema Simba tunapaswa kulaumiwa, tunapaswa kujilaumu wenyewe kutokana kutokufanya vizuri kwenye hatua za awali, kujenga msingi imara ambao sisi wakutupelekea kwenda hatua ya robo finali mpaka kufikia nusu finali. Lakini yote kwa yote tuwashukuru viongozi kwamba wamefanya kitu kizuri sana kwenye hatua ya Januari. Ligi ni ndefu, ligi ni marathoni. Leo tumecheza mashindano ya CRDB. Tumeona baadhi ya wachezaji hawajashiriki ndani ya mchezo, lakini mimi na imani kwamba Simba atakuwa mzuri zaidi ya ile. Mimi natamani Yanga nikutane naye hata kesho kutwa. Bana, kimoja wapo ambacho kilikuwa kinaongelewa sana ni kuhusu kiwango cha Neo Maema kushuka, lakini leo hii anaonekana amewaka. Unahisi labda ni mwendelezo utakaofanyika vizuri? Unajua kuna nyakati zinakuja, nyakati ngumu. Kuna wachezaji, kuna kipindi wanacheza vibaya, kuna nyakati zinakuja nyakati mzuri. Neo Maema sio peke yake, hata Eli Mpanzu kuna nyakati fulani alikuwa na kiwango sio cha kuridhisha, lakini binafsi naweza nikasema hizi ni nyakati za mpira. Kuna wakati mgumu afu kuna wakati mzuri. Kwa hiyo binafsi nawaomba mashabiki wala tujitokeze viwanjani kuweza kuwapa support wachezaji wetu, kuweza kuwapa support timu yetu ya Simba, kwa sababu bila sisi sio Simba na bila Simba sio sisi. Ndo kama hivi. Umesema unamtamani mtani wako hata leo hii. Je, umejipangaje kupambana naye tarehe moja? Ana timu ya kumfunga Simba. Unasema? Ana timu ya kumfunga Simba. Yaani ukiangalia performance ya Yanga kwenye hatua ya makundi, kwenye ile michezo mitano, ukiutoa mchezo wa 6, Yanga amecheza michezo mitano, amescore goli 2 tu, lakini ameruhusu goli 4. Ninakupa wazi kwamba kuonyesha kwamba wale timu yao ya kuungaunga hana uwezo wa kuweka bato na Simba. Mimi nakuhakikishia tunaenda Zanzibar, wataondoka na kilio kule. Wao wanasema Guantanamo, sisi ndio tunawaita, sisi ndio manyapara wa Guantanamo. Simba Sports tunaenda kuwaulia hapo kwao Zanzibar. Nyendo? Manyapara wa Guantanamo. Wanasema wanataka kuwafunga mara 7. Hawana uwezo huo, hawana timu ya kuifunga Simba. Uwezo huo hawana. Wasijidanganye, timu hawana kuweza kuzuia Simba. Simba imekamilika kila idara. Hawana uwezo huo, wasijidanganye kabisa. Shukrani sana. Asante sana.